Lakini nimekwisha kuzungumza naye pamoja na wenzangu. Yeye amefanya maamuzi. Tunamwombea Bwana amshike mkono kwa mkono wake wa kuume na asirudi nyuma. Mnasemaje? Asante. Leo tunataka kuleta fungu hilo ama fundisho hilo fupi tu kwa dakika ambazo zimesalia kabla ya saa 7. Usiibe. Hebu mwambie mwenzako usiibe. Asante, usiibe. Na jukumu langu leo ningetaka kuona ni wezi wangapi wako miongoni mwetu. Tutajua tukimaliza Bwana Okelo, tukimaliza tutakuwa tumejua kama kuna wezi katika nyumba ya Bwana. Lakini usiibe ni amri katika amri 10 za Mungu. Na msomaji wangu utanisomea fungu hilo kisha nitaanza. Nisomee kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 15. Kutoka 20 mstari wa 15. Maandiko yanasemaje? Alafu nitaomba. Ndio, usiibe. Usiibe. Hivyo tu. Usifanye nini? Usiibe. Hebu tuombe. Baba katika Kristo, tunashukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kushiriki mkate siku ya leo. Bwana, unapotembea kwenye vituo tofauti, mahali watu wako wamekutana kwa ajili ya ibada siku ya leo, ulimwengu mzima, umeahidi ya kwamba Sabato ndiyo maombi ya watu wako yanafika kwenye kiti chako cha enzi kuliko siku zingine zote. Maana ndiyo siku watu wamekusanyika na umeitenga kwa ajili ya kubariki watu wako. Basi unapomwaga mibaraka ya kibingu kwetu kwa watu wote wanaokusanyika, tunaomba hata sisi utugawie mibaraka hiyo. Tutakapotoka hapa Bwana, tuweze hakika kusema tulikutana na Bwana wetu. Zaidi ya hayo, neno lako lenye nguvu ndani yake, lenye uwezo wa kutufundisha, wa kuturekebisha, wa kutuonya katika mambo yasiyofaa na kutubidiisha katika haki ya Bwana, hebu lilete kwetu kwa njia itakayokupendeza. Ili yeyote ambaye anasikiliza mchana wa leo pamoja nami ninayetumika kama chombo, tuweze kuwa karibu na wewe Bwana, na kwa unyenyekevu tulipokee, maana lina uhai ndani yake. Tupe mwanzo mwema, Roho wa Mtakatifu atuongoze hadi tumalize. Katika Kristo ninaomba na hata kuamini. Amina. Usiibe. Na ukijaribu kufikiria kuhusu mwizi, hapendwi sana na watu. Ama mwizi ni nani ambaye ashaibiwa kitu? Sitaki uinue mkono wetu. Kumbuka ni nini hicho ulichoibiwa. Ukanyang'anywa, kilikuwa chako lakini mwizi akachukua. Aidha ni simu ama chochote, kiwe kidogo kiwe kikubwa. Na katika maandiko mwizi anapozungumziwa si mtu mzuri sana. Hebu nipatie maandiko, kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Wale wako na Biblia naomba usome yako ili tuweze kupelekana kwa pamoja. Haitawekwa pale kwa kioo. Naomba nizungumzie mwizi kidogo, alafu nirudi kwenye fungu letu linalosema usiibe. Na mwizi, maandiko inapomzungumzia mwizi yeyote yule anayechukua kitu cha mtu bila ruhusa, mwizi, maandiko yanasemaje? Soma. Yohana 10:10 inasema. Yohana Injili 10:10 inasema, mwizi huja kwa shabaha ya kuiba. Mwizi huja akiwa na lengo moja tu. Number 1, aibe, kuua, auwe na haribu. Sasa ukiangalia mambo hayo ambayo yametajwa kuhusu mwizi, sio mambo mazuri sana. Sio mambo mazuri, maana maandiko imesema anakuja tu akiwa na kusudi la kufanya nini? La kuchukua kisicho chake. Number 2, aharibu, na ikiwezekana auwe. Mimi nimekwisha kuibiwa mara kadhaa. Mimi nimevunjiwa nyumba nikiwa ndani, nikajikuta asubuhi hakuna vitu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu afadhali singejua, afadhali hivyo sikujua, nililala. Na nikakaa muda mrefu nikiwa na uoga, hasa mke wangu alikaa na uoga sana kwa muda mrefu. Mpaka mahali hapo tukapahama. Kwa sababu tulidhani pako prone tu wezi. Mwizi si mzuri. Si mzuri. Anarudisha mtu nyuma sana, mwizi wa chochote. Bible inasema
Jina mwizi anapotajwa ama mwizi anapokuja kuiba, ana mambo matatu ndani yake. Kusudi lake ni aibe, na kile ambacho hataweza kuiba ataharibu, na ukimzuia kukunyang'anya hicho kitu atakufanyaje? Halo, mwizi atakufanyaje? Asante sana. Kwa hivyo mwizi sio mtu mzuri, ama sio mtu mwenye tabia nzuri. Wizi sio kitu kizuri. Sasa tunauliza swali, je, katika nyumba ya Bwana kuna wezi? Maana amri ya Mungu inaposema usiibe inazungumza na wana wa Israeli, sio watu wa mataifa. Sheria za Mungu 10, Musa anapopewa mbao 2 za mawe, zinasomewa kanisa la Mungu, usiibe, na zikarudiwa katika Kumbukumbu ya Torati 5, usiibe. Na katika maandiko, mwizi alipopatikana alikuwa anashughulikiwaje katika Agano la Kale? Kwa sababu amri hizi ziliwaongoza ama ziliongoza kanisa la Mungu tangu zamani za kale zile. Mwizi akipatikana alikuwa anafanywaje? Hukumu ya mwizi ilikuwa na uzito mgani katika taifa la Israeli? Kitabu cha Kutoka 22, kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 1 na wa 2. Na kusomea mafungu machache kuhusu mwizi, alafu nikurudishe kwenye kioo, alafu tutakuwa tumemaliza. Mwizi, hukumu ya mwizi, ama mwizi angepatikana ajulikane ya kwamba ameiba kitu cha mtu, alikuwa anafanywaje? Waisraeli walikuwa wamefundishwaje kuhusu tabia hii ya wizi? Kutoka 22 mstari wa 1 na wa 2, maandiko yanasemaje? Mtu aliyepatikana ameiba ng'ombe ama kondoo, alafu aibe, alafu achinje huyo mnyama, kisha au amuuze, aibe na auze. Endelea. Alikuwa analipa ng'ombe 5 kwa kila ng'ombe. Come on. Watu wa Mungu, hello. Angalia mwenzako kama anasinzia. Usi wakati wa kusinzia. Usisinzie. Ukisikia unasinzia, toa jacket, iweke kando. Mungu ametujalia tumerefusha paa kidogo, hewa inapita vizuri. Sasa usisinzie. Sikiliza habari za mwizi. Maandiko inasema yule aliyepatikana ameiba ng'ombe 1 ama kondoo 1, alafu akamchinja. Si wake ameiba. Okay, leo umepata? Ameiba wangapi? 1, alafu amechinja, akapatikana akiwa ameiba na amechinja. Maandiko inasema alikuwa analipa ng'ombe 1, anatoa 5. Kulipa gharama ya wizi. Hata Zakayo mtoza ushuru tunajua habari zake. Nitalipa. So hili kosa la wizi halikuwa kosa rahisi mno katika jamii ya wana wa Israeli. So akiimba ng'ombe, aimbe kondoo 1. Endelea mtumishi, inasemaje? Na kondoo 4 kwa kila kondoo. Na kondoo kama aliimba kondoo analipa 4 kwa kila mmoja. Endelea basi, inasemaje? Pili inasema, verse 2, mwizi akipatikana anavunja nyumba. Yule aliyekuwa anapatikana akivunja nyumba za watu, akapigwa hata akafa. Na apigwe na mob justice afe, ndio aliyemuua hana hatia ya mauaji. Aliyekuwa anamuua hakupatikana na hatia ya kufanyaje? Hey, come on. Watu wa Mungu, hello. Hello. Uliza jirani yako kama yeye ni mwizi. Uliza jirani yako kama ni mwizi. Tunakuja kwa kioo. Sasa maandiko yamesema hivi, yule mwizi aliyepatikana akivunja nyumba, mama Ben, akipatikana amevunja nyumba, watu wamkamati, wamjue ni huyu. Walikuwa wanamfanyia mob justice, na ikijulikana ni wewe uliyompiga na mawe akafa, haukuwa na hatia ya mauaji. Okay. So kwa ufupi, kosa la wizi halikuchukuliwa kwa urahisi vile ambavyo tunavifikiria katika agano la Israeli, katika kanisa la Bwana. No. Mwizi angepatikana. In fact, kuna wengine walikuwa wanapatikana wakiiba makusudi tu wale kwa sababu hawana chakula. Mithali 6. Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6 verse 30 and 31. Proverbs chapter 6 verse 30 and 31. Proverbs chapter 6 verse 30 and 31. Inasemaje Kiswahili? Twende.
Watu hawapendi sana mtu akiiba kwa sababu ya njaa. Watu hawapendi sana kukutana na wezi, hata wale wanaoiba mahindi kwa shamba ya watu kwa sababu wako na njaa. Unajua sometimes unaweza ona mtu ameiba matunda, ameiba mboga, ameiba chakula shambani, ukasema haidhuru, huyu ni njaa inamsumbua, wacha aende tu. Hata wale walivunja hapa Madhai juzi wakati wa maandamano ya vijana, yule jamaa wa Madhai aliwampea masharti, akawaambia hivi: kama unajua uliiba kitu ambacho kinaweza bebeka na si chakula, wale waliiba fridge, wale waliiba TV, warudishe na watasamehewa. Na watu wakaanza kurudisha. Lakini kama uliiba unga wa ugali kwa sababu ya njaa, wewe enda ukakule na jamii yako, nimekusamehe, wewe enda ukakule. Akawapatia sharti la pili: wewe uliyeiba kitu ambacho kinaweza kikashikika kikagusika, usiporudisha na umepewa muda wa kurudisha, ukikamatwa nacho baadaye hakutakuwa na msamaha, utawekwa ndani. Sasa wewe kama ulikuwa umeiba TV, ungechukua uamuzi gani? Wengi kweli vijana walirestock, walirudisha vitu ambavyo, na wakafurahia sana huyu jamaa, maana amesema kama uliiba beli ya unga ya Chapora ha premium kama uliiba hii Kavagara, wewe umesamehewa, umeiba kwa sababu ya nini? Lakini sikiliza, ndani ya maandiko wizi hauruhusiwi hata kama ni njaa. Sasa maandiko inasema watu wakikutana na mtu mwizi aliyeiba kwa sababu ya njaa, alifanywaje? Twende mwalimu wangu. 31 inasemaje? Lakini hata kama uliiba kwa sababu ya njaa, ukipatikana atalipa mara 7. Ulikuwa unalipa kile ulichoiba mara ngapi? 7. Usiibe. Ambia mwenzako usiibe. Usiibe. Sasa tunataka tuangalie wizi ni nini haswa, kando na kuchukua vitu vya watu na kadhalika. Sasa naomba uangalie kwenye kioo chako. Lengo langu la usiibe, ninataka kukukumbusha kila siku nikisema kwa watu wa Mungu ambao tayari wamesikia mwito, nina mzigo kwao ya kwamba ukumbuke ulichoitiwa. Ukumbuke kwa nini Bwana akakuruhusu uwe mshirika wa kanisa la SDA. Aidha kwa kuzaliwa wewe ni Myahudi wa kimwili, aidha kwa kusikiza injili uwanjani, aidha kwa kusoma discover ama vitabu, ama njia yoyote ile, ama kuolewa ukakuwa grafted. Ukaolewa huko, ukakuwa grafted, ukawa Mwadventista wa Sabato. Regardless, wewe ni mshirika wa kanisa la Mungu la Masario. Na Bwana Kenywa ameanza kusema sasa mimi nataka nijiunge na hao, na wengine watakuja tu. Sasa sikiliza, lengo la Mungu la kukuruhusu, maana ili kanisa haliwezi likalinganishwa na makanisa yoyote yale mengine, kwa sababu samani kidogo tuifungue tena ili ya kwamba iweze kutusaidia. Haliwezi likalinganishwa kwa sababu Bwana amelianzisha kwa kusudi. So anapokuruhusu uwe mshirika katika kanisa lake, ana sababu tofauti na jinsi ambavyo pengine mimi na wewe tungefikiria. Tuone kama inasonga huku, lakini kule bwana nani inakataa. Hatutaki tutatize ikose flow. Wewe tengeneza ni hiyo ina misbehave tu yenyewe, waacha wenyewe washughulike tunapoendelea kuzungumza. So watu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, naomba unikumbushe mambo machache. Na Yesu anapokuruhusu ama alipokuruhusu, maana alikuruhusu uingie katika kanisa lake la Masario, naomba nikusomee fungu moja tu la kutosha kukukumbusha alikuruhusu kwa nini. Mama, unapobarikiwa na watoto wadogo, wale ambao wamebeba watoto ambao hawajazaliwa, basi utakaporuhusiwa na Bwana uwalete katika ulimwengu huu, alafu wajiunge na kanisa la Bwana. Kusudi la Mungu ndilo hili. Na kanisa la Mungu halijaitwa na Mungu kwenda kutafuta ambao wamekosa kanisa waingie ndani yake. La hasha. Kanisa la Mungu ni chombo ambacho Mwenyezi Mungu, asante, ambacho Mwenyezi Mungu, nafikiri hiyo itasonga sasa, ambacho Mwenyezi Mungu anatumia kutimiza kusudi lake la mpango wa wokovu. Mtumishi,
Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume 26 mstari wake wa 14 hadi 18. Exodus, not Exodus, nimesoma Exodus sana. Nisomee Matendo ya Mitume, Acts of the Apostles 26 verse 14 to 18. Kila mtu aweke macho yake hapo. Asante sana, barikiwa. Iko sawa. Inasemaje mwalimu wangu? Biblia inasema Matendo ya Mitume 26 mstari wa 14 hadi 18. Tukaanguka chini sote. Sasa huyu ni Paulo anapoeleza jinsi ambavyo walikutana na Yesu akielekea Damascus kuharibu kanisa la Bwana. Ndio? Tukaanguka chini sote. Wakaanguka chini, ndio. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania. Paulo akiwa Sauli akasikia sauti inayozungumza naye kwa lugha ya Kiebrania. Inasemaje? Sauli, Bwana waniudhi. Bwana wewe mtumishi, wewe jamaa Sauli, umekuwa ukinitesa hivi. Wakaulizanaje? Ni vigumu kwako kuupiga mateka mtokoo. Endelea mtumishi. Nami nikasema. Paulo akauliza aliyemzungumzia, wewe u nani? Wewe ambaye unanizungumzia kwamba ninakutesa kila siku, wewe ni nani Bwana? Akasemaje? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Mimi ndiye Yesu. Kisha lakini inuka sasa, usimame kwa miguu yako. Ndio, maana nimekutokea kwa sababu hii. Sasa komea hapo kwanza. Nimekutokea kwa sababu hii. Come on, listen. Bwana alikuruhusu ujue kile ambacho unajua kwa sababu fulani. There is a reason. It was not a by the way. Mama Ben, sio watu walikosa. Ni wewe tu alichagua akakuruhusu. So Paulo anaambiwa, in fact, mambo ambayo mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anafanya sio mazuri, haipendezi mtu. In fact, kazi yake ilikuwa kufurusha wafuasi wa Kristo. Anachukua barua kwa viongozi wa kidini Kayafa, na anachukua barua kwa viongozi wa serikali, anafuatana na watu waliomfuata Kristo, wafuasi wa Kristo, na kuwafurusha. In fact, ukiangalia Matendo ya Mitume 7 kwa wakati wako, yeye wanapompiga Stefano na mawe, ameshika kabuti zao ili waweze kurusha mawe vizuri. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya huyu jamaa. Haikuwa nzuri, lakini Bible inasema kusudi la Yesu kumtokea huyo anayekaa hivyo lipo. Anasema nimekutokea for this very reason, kwa sababu hii. Angalia ni nani anasinzia, mwambie kuna sababu yake awe hapa. Kuna sababu. Sasa wewe msichana uliolewa mahali uliolewa, wewe pengine uko na mambo yako tofauti. Brenda ndio umeolewa juzi. Sasa mahali ulikoolewa na Bwana akaruhusu olewe huko, kuna sababu. Na sababu hii ni zaidi ya vile unavyofikiria. Kuna sababu. Kuna sababu Bwana akaruhusu olewe huko, na pengine kwa wakati utakaa hapa na sisi alafu tusikie umeondoka umeenda huko. Alafu kwa neema ya Bwana ubarikiwe uwe na watu wanaofanana na wewe na baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Ameruhusiwa, amefunguliwa na mbingu na dunia na serikali na wanadamu na marafiki na maadui. Hiyo ni default. Sasa hawana zuizi kitu chochote cha kuzuia. Utakapo wapata na kuwaongeza, as long as umeunganishwa na kanisa la SDA, sikiliza kwa makini. Ulitokewa kwa sababu hii. Gani? Soma. Kwa sababu hii. Sababu gani? Ni kuweke wewe uwe mtumishi. Jambo la kwanza ni kufanye uwe mtumishi. Jameni, mwambie mwenzako wewe ni mtumishi. Wewe. Sasa umewekwa uwe mtumishi. Waangalie, sijaona mtu amekwambia. Mama Nadia, mwambie umewekwa kuwa mtumishi. Sasa mkisipatana pale nje, salimia watumishi, mbele mtumishi wa Bwana, msalimia mtumishi. Sasa Paulo anaambiwa nimekutokea, niko na sababu na maisha yako, na jambo la kwanza ni kufanya kuwa mtumishi. Kisha na shahidi, na kando na kuwa wewe ni mtumishi, wewe ndiye nataka uwe unatoa ushuhuda. Wewe ndiye nitakufanya shahidi. Shahidi hutoa nini? Ushuhuda. Sasa yale mambo ambayo nimekufunulia mami, ninakutoa uwe mtumishi mahali huko. Wewe ni mtumishi na wewe ni shahidi ya mambo ambayo Bwana amekufunulia. Kenjua? Au kuja tu kujaza namba hapa. Hapa in fact namba itakikani. Bwana amezungumza nawe akufanye mtumishi na shahidi. Mambo mawili. Mtumishi hutumika, shahidi hutoa ushuhuda.
na ushuhuda ambao ninatoa ni ule ambao nimeonyeshwa. Halo? Endelea mtumishi, maliza. Inasemaje? Endelea kusema. Na mambo ambayo katika hayo nitadhihirisha kwako. Hata mengine nitakufunulia tunapozidi kukaa na wewe kanisani, nazidi kukuongezea mambo mengine. Mtumishi, endelea. Soma. 17. Inasemaje? Nikikuokoa. Sasa nilikuokoa kutoka kwenu. Wewe hujajua hiyo inamaanisha nini? Kuna mahali Mungu alikutoa. Nilikutoa, jambo la kwanza, nikakutenganisha na watu wenu. Namba 2, na watu wa mataifa, na nikakutenganisha na watu wa mataifa mahali ulikokuwa, nikakuita ecclesia, the called out ones. Nilikutoa kwa mataifa, nilikuita, ndio ambao nitakutuma kwao. Alafu sasa baada ya kukutoa, nataka kukurudisha wapi? Huko nilikokutoa. Kwenu huko ndiko unarudishwa, na kwa watu wa mataifa. Ili ufanye nini? Endelee. 18. Wafungue macho. Ili sasa, maana ulifunguka macho kwanza, nao utumike kuwafungua nini? Watu wa Mungu, halo, utumike kuwafungua nini? Macho yao, ndio. Na kuwageuza waiache giza na kuelekea. Alafu wafundishe waachane na giza, sote tuelekee nini? Kwa nuru. Na full stop, nimemaliza. Hilo ndilo kusudi la Mungu kwa na kanisa duniani. Nilikutoa, nikutengeneze, nikupatie ushuhuda, nikutume. So tunaambiwaje? Sijui kama inasomeka kwa mbali, lakini yangu naweza nikasoma. Let us read and receive and present to others the second chapter of the book of Acts. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa nini? We need a deeper piety and the sincere meekness of the great teacher. I am instructed that the whole book of Acts is our lesson book. Matendo ya mitume, watumishi. Mitume waliotumwa. So tunaambiwa kitabu cha Matendo ya Mitume is our lesson book katika utumishi. Lesson book. Tuchunguze Matendo ya Mitume, iko na 28 chapters peke yake. Na ukiangalia chapter 1 ya Matendo ya Mitume ni uhusiano wa Yesu na wanafunzi wake anapojiandaa kuaga na kuwapatia the Great Commission. Maana katika verse 8 anasema, nitawapa nguvu, mtapewa nguvu atakapowajilieni Roho Mtakatifu mliahidiwa na Baba yangu wa mbinguni. Nanyi mkimpata huyo, kusudi la kupewa ni hili: muwe mashahidi, mwanzie Jerusalem kwenu, alafu mtatoka hapo nje muingie Judea, alafu mwende kwa kazi zenu Samaria, the northern kingdom za Israel, alafu mwende katika ulimwengu mzima. Come on, listen. Kitabu hicho cha Matendo ya Mitume kinamaliza na kisa cha mtumishi wa Mungu Paulo akiwa ana attend kesi Roma kwa muda wa miaka 2, na maandiko inasema amekomboa kanyumba mahali, amejitolea, ana attend kesi kotini asubuhi na jioni anaenda sokoni kuhubiri. Kitabu cha Matendo ya Mitume kimejaa mafundisho ya the Great Commission ya kanisa la Mungu. So tukifanye sasa, angalieni hapa kidogo. Kitabu chote kizima, the whole book of the Acts, should receive careful study. Elda Chuchu, careful study. Kinastahili kichunguzwe kwa makini. Study, not reading. Study. Study. It is full of precious instructions. It records, number 1, experience ya kazi ya Mungu. In evangelistic work, the teaching which we need in our work today. Yani kitabu hicho cha Matendo ya Mitume ndicho kimejaa experience ya watumishi wa Bwana tofauti tofauti walipopata experience wakiwa kazini. Hawa hawakupata experience wakiwa nyumbani. Wakiwa kazini. Paulo anapoelezwa na Petro na Luka katika Matendo ya Mitume, habari za Paulo, habari za Petro, habari za nani ziko katika Matendo ya Mitume. Nilifika huku wakanicharaza viboko 40 kasoro moja, nikapita huku nikawa katika hatari jangwani. Experience ya evangelistic work. Watu wa Mungu, halo. Kazi ya utumishi ambalo kanisa hili limeitiwa, basi iko katika kitabu cha Matendo ya Mitume. That is our lesson
book from the first chapter to the last chapter. Thou shalt not steal. Ndiyo topic ya mahubiri sasa. Sikiliza. The church, Acts of the Apostles katika spirit of prophecy, the church is God's appointed agency. Tuko na agency za mashamba huku na za vitu kwa fulani. Lakini kanisa la Mungu ni agency ya mbinguni hapa duniani. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Sikiliza. It was organized, ikawa na general conference, division, union, all the mpaka kwa Sabbath school. It was organized for service, only for service. And its mission, na kusudi lake la kuwepo duniani, it is to carry the gospel to the end. Now, are you connected to God, to God's remnant church? Yes, by birth, through marriage, through baptism. You are connected. Bwana amekupatia hiyo privilege. Now, as you connect, sasa tunaambiwa hii ni agency. Umekuwa mwajiriwa katika agency ya mbinguni ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ili ibebe. Carrying ni kubeba. Mami, what is carrying? Ni kubeba. Vile ambavyo umebeba hiyo Biblia yako, yani injili ambayo italeta wokovu kwa ulimwengu, lazima ipitie kwa kanisa la Mungu kwanza. Hiyo si ni privilege kubwa jameni, watu wa Mungu? Yes. To carry. Alafu tunaambiwaje? From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth. These sentinels gave the message of warning, and when they were called to lay off their armor, others took up their work. Yani hivi, kazi hii tunaachiana. Sisi ndio generation ya sasa, wakati wa generation ya kesho pengine hatutakuwepo, sasa tunawaachia wengine wanaendelea na kazi. Alafu, wonderful is the work which the Lord designs to accomplish through his church. Yani Mungu amepanga kutimiza kupitia kwa kanisa lake jambo kubwa sana duniani. Na kanisa si jengo, kanisa ni mimi na Bwana anataka kukutumia. Sasa ndio nakuuliza, ushaiba? Sasa maana hukumu ya mwizi si nzuri, atalipa mara 7. Atalipa mara 7. Wizi ni nini katika mambo ya kiroho? Maana Mungu hazungumzii kuhusu kuiba chakula, kuiba simu ya mtu, la hasha. Sikiliza. From the beginning, kutoka mwanzo katika maisha ya Abel, God has wrought through his people to bring blessing to the world. Mpango wa Mungu kupitia kwetu ni kuleta baraka mitupu kwa ulimwengu mzima. Hiyo tu, hiyo ni mpango wa Mungu. Yaani wewe Bwana anataka kutumie mahali unakofanya kazi uwe mibaraka kwa watu. And that's why ukiangalia washiriki wote wako hapa, tuko katika kila sekta ya mwanadamu. Kuna walimu hapa, kuna wanafunzi, kuna wakulima, kuna madaktari, yaani katika kila kitengo cha maisha ya mwanadamu tuko. Na ni Mwenyezi Mungu ametupanga hivyo. Tuchanganyikane na watu wa ulimwengu katika kila sekta. Lakini sikiliza, Bwana ameruhusu tuchanganyike nao ili tuwe mibaraka kwao. Okay? Kama vile ambavyo Mungu alichagua kanisa la ama kikundi cha wana wa Israeli. Naomba tusome hiyo alafu tuelekee kumaliza. Niko na dakika 15 lakini sitatumia hizo zote. God chose Israel to reveal his character to men. Mtumishi, nisomee Mathayo 28 mstari wake wa 10 hadi 20. Matthew 28. Andika, wacha kulala, andika. Matthew 28 verse 18 to 19. Now, tunapozungumzia the Great Commission, sikilizeni watu wa Mungu, tunapozungumzia the Great Commission, hakuna mahali Yesu alisema twende kwa ulimwengu watufundishe. La hasha. Nisomee Matthew 28 verse 18 to 20. Inasemaje? Inasema Yesu akaja karibu akawaambia. Yesu akaja kwa wanafunzi waliowaita akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mimi Yesu Bwana wenu nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kisha basi enendeni muwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa Baba la na Roho Mtakatifu, alafu muwafundishe. Endelea mtumishi. Kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Mwalimu wa watoto, Bible imesema muwafundishe yote niliyowaamuru, isn't it? Hilo fungu limesema watufundishe.
ama ni sisi tunawafundisha? Sisi watu wa Mungu ndio tunajua, tunatoa ushuhuda. Ni sisi tunawafundisha ama wanatufundisha? Lakini cha kushangaza ni hiki. Ukiangalia katika kanisa ya Bwana kuna mafundisho mengi ya ulimwengu watu wa Mungu wamebeba. Wamefundishwa kuvaa na ulimwengu, wamefundishwa kuongea na ulimwengu. Yaani ukituangalia sisi, na sio hapa tu, ulimwengu mzima, utagundua ya kwamba watu wa Mungu bado wanaendelea kujifundisha na kuiga tabia za mataifa. Ila hali Bible inasema hivi, God chose Israel to reveal his character to men. He desired them to be wells of salvation to the world. To them, angalia hapa, kama sisi, to them were committed the oracles of heaven, the revelation of God's will. And in early days of Israel, katika miaka ya kwanza ya Israeli, the nations of the world, mataifa ya ulimwengu mzima, through corrupt practices had lost the knowledge of God. Yani sikiliza watu wa Mungu. Bwana anaporuhusu uwe mahali unakofanya kazi, muombe akudhihirishie. Hapo ndani unakofanya kazi kuna watu wengi ambao wamepoteza ufahamu wa kumjua Mungu aliye hai. Na sasa atakayewarudisha katika ufahamu huo ni nani? Ni wewe. Ni wewe. Sasa rudi mahali unakofanya kazi, rudi kwako nyumbani, rudi katika maisha yako binafsi ya siri. Na Mungu anapolinua kanisa katika hii generation, Waadventista wa Sabato, kanisa la Mungu la masalio, wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, it is for the same reason, ya kwamba tabia ya Mungu ijulikane na mataifa kupitia kwetu. Swali, unavyovaa, unavyokula, unavyozungumza, unavyofanya biashara zako, swali ni hili: ni nani amekufundisha hivyo? Ni Mungu aliyekuita ama ni ulimwengu uliotumwa kwao? Jiulize hayo maswali tunapoelekea kumaliza. Kwa hivyo, but the people, lakini hata hivyo, the people of Israel, kama sasa, lost sight of their high privilege as God's representatives. They forgot God and failed to fulfill their holy mission. The blessings they received brought no blessing to the world. Salala, hapo kumekuwa na mtihani sasa. Lakini cha kushangaza ni hiki, Waisraeli wale waliotangulia, na ndio maana Mungu alimalizana nao, akachagua wanafunzi wengine, watu ambao ni wa kawaida. Inasema kwamba mibaraka waliokuwa wamepewa, sikilizeni, ili waweze kupatia ulimwengu, wakapoteza. They forgot wao ni akina nani, and for that very reason they never became a blessing to the world. Na sasa nataka nikueleze kitu. Nuru nilio nayo, nuru ulio nayo, iwapo haitakuwa mibaraka kwako na kwa ulimwengu, itakuwa laana. Tunasemaje? Nataka kumaliza, hatukai. Sasa quotation yangu ya mwisho, alafu mafungu mawili tuombe. They did what? Hey, come on. Walipokosa kutimiza kusudi la Mungu kupitia kwao, they did what? Nataka tusome pamoja. They robbed God of the service he required of them, and they robbed their who? Fellow men of the religious world. They robbed their fellow men, the religious world, and a holy. Kuna wezi katika nyumba ya Bwana leo? Usiibe. Unapovaa nguo ambazo zimechelewa na safari na zimefika mapema, unapromote ukahaba hapa ndani na nje, you are a thief. You are stealing. You are stealing. Maana maandiko inasema hivi, wale walio pale nje, they are expecting a holy example. Maana Mungu ambaye tunawaitia ni mtakatifu kiasi hicho. Wakati biashara yako na uko hapa na imefunguliwa siku ya Sabato, na unajua, you are telling them ya kwamba tunaposema ikumbuke siku ya Sabato, it is not possible. It is not possible. You are stealing. They robbed God of their service. Now, how do we rob God of his service? Tayari tumekiri ya kwamba we are part of that ministry.
lakini tunafanya kinyume. We rob God. How do we rob our fellow men? We have failed to give them religious guidance and a holy example. Angalia maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Walimuibia Bwana na wakaibia watu. Na ndio maana inasikitisha sasa na kusomea mafungu mawili kisha niombe, na ombi hili litakuwa ombi la kipekee. Wayahudi hawa ambao Mwenyezi Mungu amezungumzia, Yesu alikuja kwa kipindi chao. Na ukisoma Matthew 23, mwalimu wangu kama unaweza ukafika hapo verse 15, kila mtu afungue. Matthew 20, nimesema 20 what? Matthew 23 verse 15. Yesu alipoangalia kanisa lililokuwepo Judaism, akaona jinsi ambavyo walikuwa na bidii kwenda Modhatari vile tulivyoenda, na ni vizuri tutaenda, hata kesho tutaenda kwingine. Akaona jinsi ambavyo wanavuka bahari. Mtumishi mmoja ameanza safari ya kwenda Lamu, crusade inaanza kesho jioni Lamu kwa wiki 3. Mwingine naye, yani kazi ya huduma hii ya utakatifu na neno la Bwana waliifanya. Lakini Yesu anapozungumza nao anasemaje mwalimu wangu? Soma. Anasema, ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo wanafiki. Kwa nini? Mnasafiri baharini na nchi kavu ili kumpata mtu mmoja afuate dini yenu. Lakini mnapompata, anapokuja kwenye dini yenu, mnamfanya astahili maradufu kwenda katika mto wa Jehanamu kuliko ninyi wenyewe. Swali ni hili: kulikuwa na haja ya kwenda kutafuta huyo mtu ikiwa atakuja awe wa shetani mara mbili? Hakuna haja. Hakuna haja. Maana walipokuja hawakupata religious guidance and a holy example. Katika matendo yangu, matendo ya mitume, kuongea kwangu, kuvaa kwangu, kula kwangu, kaa kwangu na kufanya biashara kwangu, swali ni hili: hao watu ambao Mungu amekuruhusu ukae nao, je, wanaweza wakakiri ya kwamba huyu mtu alikuwa na Kristo? Fungu langu la mwisho jioni mchana wa leo, kitabu tulichoanza nacho cha Waefeso 4 mstari wa 28. Fungu letu kuu, Waefeso 4 mstari wake wa 28. Waefeso 4 mstari wake wa 28. Paulo akasema maneno haya, akasemaje? Akasema, aliyekuwa akiiba, rudia, 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 aliyekuwa akiiba. Sasa mwambie mwenzako aliyekuwa akiiba. Aliyekuwa akiiba. Mwambie, naona watu wazungumzi, umepewa ruhusa. Aliyekuwa. Kabla hajamaliza fungu, sikiliza. Unakumbuka Saul alipotumwa wakapigana na wale ndugu, akaenda akaiba koti, Babylonish, a goodly Babylonish garment. Unakumbuka? Do you remember? Na akachukua kondoo walionona na akajipatia excuse, akasema tuliona tuchukue hawa wamenona ili tukija kuleta kafara tutolee Mungu kafara ya kondoo walionona. Kaambia mliambiwa na nani muibe? Yaani Mungu hakujua ya kwamba anahitaji kondoo, aliwaambia mumalize kila kitu. Na wewe ukaiba. Na by the way alikuja akafanyishwa mtihani, akauliza by the way mlitekeleza mlichoambiwa? Mtumishi wa Mungu, tulipoenda huko tulifanikiwa sana. Mlifanya nini na nini? Alafu ushahidi ukatoka, kondoo wakalia. Akaulizwa, kondoo wanafanya nini katika nyumba ya mfalme? Maana huwa hawaishi hapo. Akasema ni superintendent wa Sabbath school Mama Ben, walishikana na Mrs. Pastor Kevin Betty, wakashikana na Wangarea hapo nyuma Elda Ondicho na Elda Ken. Wakaona ya kwamba hakuna haja waache kondoo hawa, maana huko kondoo wanahitajika wakafara. Akaambiwa kutii ni bora na ukaidi ni sawasawa na dhambi ya uchawi. Na kutoka siku hiyo ufalme wake akaambiwa hautaishi hivyo tena. Ni nini hicho umeiba? Rudisha. Wachana nacho.
Unajua kuchukua kutoka kwa ulimwengu huna ruhusa. Maandiko inasema fundisha ulimwengu. Sasa kuchukua ulimwenguni hauna ruhusa. Wewe ni mwizi. Rudisha kabisa. Jacob katika Genesis 35 ukifichuka nyumbani utasoma verse 1 to 5, anaambiwa Jooni na familia yako Betheli mniabudu. Lakini kabla mjakuja ambia hawa wasichana warudishe vitu walivyoiba kutoka kwa wenyewe, na wakarudisha. Wakazika, wakaenda Betheli kuabudu. Rudisha. Sasa tusomee fungu tumalize. Basi wewe ambaye umekuwa ukiiba. Huu ndio mwito. Rudia fungu. Aliyekuwa akiiba asiibe tena. Usiibe tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka kukuombea kama umesema amina, nitafanya maombi. Ambaye amekuwa akiiba usiibe. Usiibe tena. Maana ukisoma kuhusu dhambi ya wizi, kando na kulipa mara 7, mambo ya kilo inasema hakuna mwivi atakayeingia katika uzima. Usiibe. Na tumesema unaibia watu wawili, Mungu na wenzako. Kutowapatia religious example and a holy example, you are stealing. In fact, lugha iliyotumika katika ile sentence number 1 is robbery. Ni ya Barnabas. Robbery ni wizi wa kwa lazima. Nitachukua kwa lazima. Usiibe. Maliza fungu inasemaje bwana wangu? Endelea kusema. Ndio. Bali naanza kufanya kazi njema kwa anza kufanya kazi njema ya kuelekeza watu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Aache kuiba na hata baki hivyo akiwa idle. Aanze kazi ya kufanya mambo yaliyomema kwa mikono yake mwenyewe. Hamtafanya mkiwa kikundi, ni wewe binafsi, maana Mungu alikuita peke yako katika uzima na alikuingiza katika kanisa hili peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Anza kazi kwa mikono yako na utende kazi iliyo njema, kisha apate kuwa na kitu cha kumsaidia mtu aliye maskini, ili upate ushuhuda wa kupatia watu wa ulimwengu wasiomjua Bwana wamjue wewe kupitia kwako. Bwana Yesu atubariki sana. Tusimame tuimbe wimbo na 35, alafu nifanye ombi la kipekee kwa sababu ya wezi wote ambao wametubu. Kutoka sasa watafanya kazi kwa mikono yao, kazi iliyo njema, ili wapate kuwa na kitu cha kuwapatia wenye mahitaji. Tafakari kuhusu maisha yako, jiangalie. Umepatia wanadamu weka maombi, nitaomba hata hayo maombi nitarudia tena. Barikiwa. Tutakapokuwa tunafanya ombi hili, ujiombee without reservations na usiangalie mtu. Kama watoto wako wako shule, umewapeleka shule ni siku ya ibada na hata una shughuli, usiibe tena. Ombe mahali waliko na uombe Bwana akusaidie ufanye vile inavyofaa. Biashara yako vile vile kama inafanywa na uko hapa, usiibe tena. Kama katika maisha yako ukijiangalia kweli kwa sababu ya hisia za kimwili umekosa kumrepresent Mungu kwa njia moja nyingine hapa ama nje, usiibe tena. Nataka kufanya hilo ombi. Nimekombolewa na Yesu, si? Nimekombolewa na Yesu, na sasa ninafurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Tunapoimba stanza 2, kama kuna jambo leta kwa Bwana. Stanza 2. Yewana ambaye hangetaka kuimba tena, tembea nikuombea. Kutamka nionyesha pendo lake. Tumekubali, tumekuwa tukiimba, njoo tutumu mbele za Bwana. Kombolewa
Angalia na huku. Kombolewa, mimi mwana wake kweli, mfalme wangu kati. Angalieni na huku, angalieni huku. Ambaye najifurahisha katika torati yake, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli, taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili alipo niwepo. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Angalieni na huku. Ninauliza hivi, angalieni na huku ele. Kama umeguzwa na jambo na ungetaka Mwenyezi Mungu akushike mkono, uwe shahidi mwema mahali uliko, wewe ndiye nimeita hapa kuja nikuombe. Kama kuna jambo ambalo pengine umekwazika katika safari ya imani na ungetaka kuwa shahidi mwaminifu ukiwa katika nyumba ya Bwana, tembea tunapoomba pamoja. Kama uko na changamoto ya mavazi, mwili unasukumwa na hatimaye pengine kwa kutojua umekwaza watu hapa na nje, njoo tuombe Bwana akutolee hiyo hamu. Ana nguvu, anatoa na anakupatia hamu ya kufanya ifaavyo. Hata katika biashara, kama katika biashara yako kuna njia moja wewe umeona kuna deal ulifanya, lakini unajua uliifanya katika misingi isiyofaa, ulipata tu, lakini dhamiri yako inakuambia haikufaa hivyo, na ungependa Mwenyezi Mungu abariki biashara yako, basi njoo tuombe. Nataka kuomba kwa njia ya kipekee. So imagine tungekuwa mashahidi waaminifu sisi sote, kazi ya Bwana inakuwa rahisi. Sisi tungeomba hivi ya kwamba Mungu atakapoturuhusu tuongezeke, yeyote atakaye kuja kwetu, Bwana Kenywa karibu na wewe pia uweze kufanya ombi la kipekee kwa sababu yako. Watu watakao kuja kwetu, Bwana akituongezea, tuwe mfano mzuri kwao. Akina mama, kama pengine kwa sababu ya masengenyo, umesengenya mtu mpaka amejitoa katika nyumba ya Bwana, na ungetaka Mwenyezi Mungu akuondolee hiyo, akusamehe na uanze kuzungumza maneno ya kujenga, jiunge na watu wa Mungu tuweze kuomba. Masengenyo yameharibu shamba la Bwana. Tungetaka tutoe hiyo kwa sababu hiyo sio tabia ya utakatifu. Basi hatutakawia, tutakaa kufanya ombi hili la kipekee. Wewe mwenyewe unajifahamu, unajua jinsi ambavyo Mungu amejifunua kwako hata tangu zamani. Jiombe. Kile ambacho nitakuomba usiwe na mashaka, ni mwaminifu. Anatusamehe, anatuondolea udhalimu na anatutia nguvu ya kusonga mbele. Na leo ni siku ya Sabato. Hakuna siku nyingine imetengwa na bingu. Yes, anatubariki siku zingine, lakini leo specifically anataka kubariki kanisa lake, ulimwengu mzima. Hebu mibaraka hiyo iwe yako, iwe yangu na iwe ya huyo mwingine pamoja na watoto wetu. Basi kwa imani, kanisa lote kwa jumla, hebu tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baba zetu wa imani, kupitia kwao ulichagua taifa la Israeli. Na Yesu ukazaliwa katika ukoo wa Yuda. Ukaanzisha ibada Yerusalemu. Na mataifa yote yakawa yanafundishwa njia zako kutoka Yerusalemu.
taifa hilo ulilolichagua lilikosa kutimiza kusudi lako kulichagua, na ukalipatia muda wa kutosha na ukaachana nalo, ukachagua watu wengine watakao kubali urithi wa Ibrahimu kwa imani. Wanafunzi wako ukawakusanya na ukawapatia, baada ya kuwapatia training ya muda na kuwapatia mwelekezi ambaye ni Roho Mtakatifu, wawe mashahidi na watumishi. Waanze hapo Jerusalem, mahali kanisa lilikuwa limeanza, alafu wateremke Judea kwa Wayahudi wote, waingie Samaria kwa kazi nzao waliopanda juu, kina Naftali na Gad, kabila 10 za Israeli, na baada ya hayo ulimwengu mzima. Na ni kwa sababu ya huduma hiyo Bwana tumejipata hapa, na sisi sote tumezaliwa tayari katika kipindi cha siku za mwisho ambako Reformation imeanza, matengenezo baada ya kipindi kirefu cha giza. Umeinua watumishi, ukarudisha ukweli duniani, haswa ibada ya siku ya leo, hukumu ya Mungu na sheria zake, na ukaanzisha kikundi tena kingine cha kumaliza kazi hiyo kinachoitwa Waadventista wa Sabato, kikundi cha masalio. Bwana, kwanza tunashukuru kwa sababu ya kutuelekeza. Aidha tukazaliwa huko, tukaitwa Waadventista wa Sabato kwa njia ya kuzaliwa kimwili, na baadaye tukazaliwa tena mara ya pili katika imani, tukaingia kwenye familia nyingine ya watakatifu. Bwana, umetuita kila mtu kupitia kwa njia zako tofauti, lakini ulipotuleta hapa kusudi ni hili, na linabaki likiwa hivyo tu. Tupatie religious guidance mataifa, holy example. Tutazungumza nao, lakini mahubiri yaliyo makuu ni jinsi ambavyo watakavyotuona tunapotangamana nao nyumbani, vijijini, kazini na popote njiani tunapokutana. Bwana, tumegundua tumekuwa tukiangalia wezi kwa njia nyingine, lakini leo tumesoma kitu ya kwamba tunapokosa kumsimamia Kristo tukiwa na nuru, tunapoficha hiyo nuru na kuiga ulimwengu, tunahesabiwa pamoja na Barnabas, the robber, the notable robber aliyechaguliwa na dini ya Kiyahudi. Tunapokosa kupatia wanadamu, our fellow men, ambao hawajajaliwa kujua kile tunajua, mfano mzuri katika mambo ya kawaida, hata katika mambo ya kiroho, Bwana, tunakuwa wezi. Na tumesikia kwamba wezi waliopatikana wakiiba hata kwa sababu ya chakula cha tumbo walilipa mara 7. Na yule aliyefumaniwa na wingi wa watu wakauawa, yule aliyewaua hakupatikana na kosa. Bwana, sisi kweli tukijiangalia kwa njia moja au nyingine tumekuwa hao wezi. Bwana, tunashukuru kwa sababu ya kutuleta hapa. Kila mmoja umemzungumzia katika neno hilo ambalo limekuja. Na naombi moja hivi, kuanzia sasa Bwana umsamehe, aache kuiba tena kama vile Paulo anavyosema. Na baada ya kuacha kuiba tena na kupokea msamaha wa dhambi Mungu wetu mchana wa leo, aendelee kufanya kazi nzuri mikononi mwake, apate kitu cha kumpa mwenye hitaji. Ulimwengu na marafiki na watu tuliozaliwa nao wanahitaji religious guidance and a holy example katika maisha ya kawaida tunapoandaa kwa sababu ya kuja kwako mara ya pili. Basi kila mmoja amejiombea, lolote ametaja kwako. Yule anaomba msamaha, Bwana msamehe. Yule anaomba Bwana kushikwa mkono ili hatimaye ya kuwakilisha ifaavyo, Bwana timiza kusudi la moyo wake, maana hilo linahitajika sasa. Ndani ya hili sanduku kuna maombezi ya watu wako mengi. Kuna wale wanaomba kwa sababu ni wagonjwa wajisikii vyema. Kuna wale wanaomba kwa sababu ya hali ya maisha vile ilivyo na wangetaka Bwana kushikwa mkono siku ya leo, siku ya Sabato. Bwana, maombi hayo ya watakatifu wako hebu yafike kwenye kiti chako cha enzi, na Sabato kabla haijafika mwisho wake, mapenzi yako kwa kila ombi yaweze kutendeka. Tukumbuke sote pamoja na familia zetu kwa sababu ya ufalme unaokuja, maana tumeomba kwa imani tukiamini kwamba umetusikia, na ni katika Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu tumeomba na atakuamini. Amen. Asante sana. Salimia mwenzako, mwambie